Waliofanya hivyo ni kama wazazi nyumbani. Mzazi akikuonya, ukikosea na kukamata na kupachape. Kwa hiyo unafurahi sasa haya yakitokea. Yani hapa kama vile mimi na Alikamwe kama vile mtu na mdogo wake katu tumefuatana kwenye kuzaliwa. Mmoja akichapa mwingine anachekelea. Kwa hiyo mimi nimefurahi kabisa, nachekelea kwa 100%. Tena naona tu taarifa zinachelewa. Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, bila shaka katika hali njema unaendelea kuvuta subira kwa ajili ya dabi ambayo inapigwa siku ya Jumamosi Benjamin Mkapa. Lakini kuna jambo kubwa ambalo linasambaa hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii likimhusisha afisa habari wa klabu ya Young Africans Alikamwe eti kwamba anakwenda kufungiwa na bodi ya ligi, kwa maana ya kamati ya maadili ambayo inaendesha nidhamu ya vilabu mbalimbali na taasisi hiyo ya michezo. Naungana na shabiki wa Simba kwenda kuzungumzia sakata hili, tujue yeye ana mchango gani ama anatoa maoni gani kuhusiana na jambo hili. Bwana, habari za muda huu? Bwana, salama sana. Nashukuru tumekutana tena leo. Na kama unavyojua tena huu ni mimi kwangu kama furaha, ni kama sherehe. Sherehe ya nini? Kwa sababu mtoto mdogo halali na hela. Mtoto mdogo halali na hela. Unamaanisha nini? Hivi vilikuwa havina muda. Kwa sababu hii timu walishasema wenyewe kwamba wenye akili wapo wao wawili tu. Wapo wawili wenye akili. Kwa hiyo kila anaingia pale lazima kakengeuke. Huyu mtoto alikuwa na akili nzuri tu, alikuwa mchambuzi mzuri, lakini alipoingia pale kakengeuka na unaona kilichomkuta. So mimi naungana moja kwa moja. Unaungana na kamati ya maadili kwamba wamfanyeje? Afungiwe, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu amesema katika dhambi kubwa kuna kumshirikisha Mungu, kuua, kukiuka wazazi wako wawili na kusema uongo. Sasa sikasema uongo na mzazi wake pia kamkiuka, ana haki ya kufungiwa. Bwana wewe, mimi naungana nao moja kwa moja. Kwa nini usibadilishe maneno yako? Maana nyinyi ni watani wa jadi kati ya Simba na Yanga. Sisi watani wa jadi sawa, lakini inapotokea umefanya makosa lazima uadhibiwe, kwa sababu alifanya mara ya kwanza akapewa onyo, nafikiri hata mwezi haujapita amefanya lingine. Kwa hiyo ana haki ya kwenda kuwajibika, na sio yeye. Ni kawaida wa ile nafasi. Hata anayekuja pia atapewa tu mwaka mmoja, imezidi miwili atatoka. Kusema hizi tetesi ambazo hazijawa rasmi zinazozagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, tunaona watu wanaandika kwamba anaenda kufungiwa. Kama ikitokea hivi kwako itakuwa furaha sana. Mimi nitafurahi kwa sababu mpira si tunataka wajuaji. Mpira nataka watu wanaojua mpira. Yani tunataka watu ambao wanajua mpira. Na ndio mfano Simba unaona kabisa amekuja Ahmed Ally anaujua mpira. Hata anavyouongelea kwamba wewe utafurahia. Lakini sio unakasirika, sio unachukia. Yani sasa kuna wengine wanaongea mpaka watu wanachukia. Matokeo yake unaona kilichomkuta kinatenda kumkuta mtoto ni kinaenda kumuua njaa. Maskini ya Mungu sio hata taishije. Lakini nyinyi mashabiki wa Simba, nyinyi kwa nini angalau mkatoa maneno ya kiungwana kidogo? Kwa sababu yule Alikamwe ni mtani wenu katika soka la watani wa jadi kwa maana ya Simba na Yanga. Waliofanya hivyo ni kama wazazi nyumbani. Mzazi akikuonya, ukikosea na kukamata na kupachape. Kwa hiyo unafurahi sasa haya yakitokea. Yani hapa kama vile mimi na Alikamwe kama vile mtu na mdogo wake katu tumefuatana kwenye kuzaliwa. Mmoja akichapa mwingine anachekelea. Kwa hiyo mimi nimefurahi kabisa, nachekelea kwa 100%. Tena naona tu taarifa zinachelewa. Maana wanaoandika si wanaotoa hizo taarifa sijawaamini mpaka watoe mamlaka husika. Na wasichelewe. Kabla hata ya mechi wawe mambo mambo hadharani. Ili mali tunavyoakanda yeye anakuja kuongea kama shabiki, au anafundo moyoni kuongea anataka, lakini anashindwa kama samaki kwenye maji. Lakini ikitokea hajafungiwa watanikwaza kwa sababu kwanza itakuwa ni mchezo, kwa sababu hilo linaonekana sio kosa. Maana yake mtu kuja kujisemea tu kwenye vyombo huku kwamba bwana TFF ama bodi ya ligi wamefanya hivi na kwa sio kosa. Manake watakuwa wamelihalalisha ili kosa kwa watu wengine, na sio wasemaji tu, mpaka mashabiki. Maana nimeona mpaka kuna shabiki mwenzangu bwana Mo inasemekana na mwenyewe anafungiwa miaka 5 kwenye kuzungumza. Sasa lakini hizi tetesi nyinyi mnachukua wapi hizi jamani? Sisi watu wa mpira. Sisi watu wa mpira. Mbona sisi hatuzipati? Sasa sisi watu wa mpira kwa sababu tupo tunazifuatilia kila siku, tunalala na watu, tunaamka na timu zetu. Kwa hiyo mambo tumezipata, nafikiri ndani ya siku kadhaa tu hapa zitakuja. Mimi nilikuwa napenda kabla ya mechi zije, kwa sababu wanajua wachelewe kuvurugika. Shabiki mwenzana akifungiwa mnaumia. Kwa sababu yeye alisema kama alivyosema yeye. Alisema kama alivyosema yeye. Wewe umeniuliza kama asipofungiwa itakuwaje? Amefungiwa, na yeye kama amefungiwa, kama wale wametazama wakaona alichokifanya amekosea, ndio maana amemfungia, si okay. Na ndio maana mimi nitafurahia kwake yeye kufungiwa, kwa sababu nitakuwa nalipiza kwa shabiki mwenzangu. Haya, Ahmed naye kifungiwa? Itaniuma. Kwa nini ikumi? Kwa sababu yule ananogesha. Yule ananogesha mpira. Ananogesha sehemu. Lakini hata watu wa Yanga kwa upande wa Alikamwe na yeye ananogesha vile vile. Sasa Alikamwe kwa upande wa Yanga anogesha mpaka wao wenyewe wanajua kama mtu wao ana matatizo. Kwani alivyosema Mgunda anaandaza anachagua andazi, si hata Yanga walikasema hapana.
Alivyosema kwamba baba yake amjengei nyumba kwa sababu yeye kwa shabiki wa Kolo, si hata Yanga wenzake walimpinga. Kwa hiyo hata Yanga ila Ahmed Ally anafurahisha, yani ni ananogesha hiki kipande cha maafisa habari Tanzania. Kwa hiyo akifungiwa atakuwa amemfungia mtu muhimu sana kwenye mchezo huu. Lakini nyinyi watu wa Simba kidogo mimi napata mashaka. Mabaya yakienda kwa Yanga nyinyi mnashangilia na kufurahi. Mabaya yakija kwenu mnakasirika na kuumia. Kwa nini? Sasa sisi kwetu sio mabaya. Unajua usilifanye zuri likawa baya. Watu wana tabia ya kufananisha, yani kucompare mambo. Kama ikitokea kwa mkubwa basi na mdogo itokee. Ikitokea kwa mdogo na mkubwa itokee. Hapana. Sisi hatutaki kufananisha majambo. Sisi tumehukumiwa kwenye haki mara nyingi sana. Tunahukumiwa kwenye haki. Unaona kabisa hapa Simba yuko sahihi, sema wenye mamlaka tu anaamua tu kusema kwamba kwa sababu A alifanywa hivi basi na B naye afanyiwe. Hata hili unaliona hili linalosambaa mitandaoni sasa hizi kwamba maafisa habari waliitwa wote kwenye maadili kwa sababu tu afisa habari wa sehemu ya kwanza aliitwa basi wakakompea wakumita na afisa habari wa upande wa pili, japo afisa habari wa upande wa pili kwa maana Simba Sports Ahmed Ally wameonekana hana tatizo lolote, manake alikuwa sahihi. Tumalizie sasa. Naam. Mechi ya Jumamosi. Naam. Mechi ya moto kabisa. Maneno yamekuwa mengi. Hambo zimekuwa nyingi. Ndio. Wengine wanasema Simba anafungwa, wengine wanasema Yanga anafungwa. Naam. Ukweli uko wapi sasa? Yanga anapasuka. Anapasuka Yanga. Alagija ndio referee pale katikati. Na ndio mpaka sasa hivi nafikiri ndio referee bora kwenye nchi yetu Tanzania. Naamini yale ya nyuma yatakuwa yamemfunza. Unajua kila mtu anajifunza kutokana na makosa. Alajiga sasa hivi atakuwa amejifunza kutokana na makosa ya nyuma. Kwenye huu mchezo Alajiga anaenda kuweka CV bora kabisa katika maisha yake ya mpira tangu ameanza kuchezesha. Ataenda kufanya mechi ikawa mechi nyingine kwenye maisha ya watu wa soka. Na ataenda kusifiwa na CV zake zitaenda kuongezeka. Kwa mimi nina asilimia kubwa ya kwenda kumpasua kwa sababu najua pressure ya waamuzi itakuwa imeshuka, wataenda kuchezesha haki na sisi tunapenda mpira kiwanjani. Ukiwa mpira kiwanjani ana pa kutokea Yanga Afrika. Tumalizie sasa. Ikitokea siku ya Jumamosi mnyama Simba amelala, amekufa, amechinjwa, ndevu zake zimekatwa, itakuwaje? Aiwi. 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 Yaani kutokea kwamba anachinjwa ama anafanyaje hii aiwi. Matokeo ni mawili tu amue yeye sasa. Simba ashinde au Yanga afungwe. Basi. Mimi naenda kushinda mchezo. Nitakuja hapa tena. Baada ya matokeo nitakuja nitakwambia umeona? Lakini nashinda mechi. Kama Yanga akishinda nyinyi mtalia machozi, mtashindwa hata cha kuongea. Pengine mtalala hata kwenye majumba yenu siku 3 mnalala mnashinda kutembea mtaani. Unajua sisi Simba tumekomaa kimpira. Yaani tumekomaa sana kwenye huu mchezo. Yaani Simba akifungwa mara nyingi sisi watu mlaumu Yanga, watu mlaumu nani, watu tunaangalia mchezo wenyewe tumefungwa kwa sababu gani? Tunakaribia mechi 3 Simba anafungwa nje ya kiwanja. Akifungwa nje ya kiwanja sisi tunajua hapa Simba amefungwa nje ya kiwanja sio uwezo, lakini kwa jinsi watu walivyoongea kuhusu hii mechi, jinsi inavyochezeshwa na waamuzi, watu wa nje kwa maana kutaka timu fulani ipate matokeo, naamini kabisa itaenda kutendeka haki. Ikitendeka haki Simba anashinda mechi. Simba anashinda. Kwa sababu Simba ameshakutana na timu ngumu kuliko Yanga na anashinda mechi. Neno lako la mwisho kwa Ahmed Ally? Neno langu la mwisho kwa Ahmed Ally, aendelee kuwa mweledi hivi asivuke mipaka, awe anaangalia pa kuzungumzia, awe anaangalia pa kufurahishia, lakini wenye mamlaka na siku zote ndio wakubwa wetu kama wazazi wetu. Ukimtusi mzazi kwa maana wewe unahisi umepatia, basi utakuwa umekosea. Wakubwa Waswahili wanasema kwamba wakubwa hawakosei, yani mzazi hakosei. Ina maana sio kama akosei, hata akikosea huwa kuna utaratibu wa kumkosoa. Neno lako kwa afisa habari wa Club Young Africans Ally Kamwe? Ally Kamwe nimtakie kila laheri katika maisha yake mapya. Nafikiri Mohamed Dewji anatoaga bodaboda. Kama hatojali basi sisi kama mashabiki wa Simba tunamuombea bodaboda moja pale. Akipata bodaboda moja kutoka kwa Mohamed Dewji nafikiri atasongesha maisha yake. Bwana shukrani sana. Asante sana.